Wangapi wapo tayari kuwa viriba vipya? Wanampa nafasi Roho Mtakatifu endelee kuwatengeneza, kuwafanya kuwa viriba vipya. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ujumbe wetu wa leo ni nguvu ya nidhamu katika kuyafikia malengo. Nguvu ya nidhamu katika kuyafikia malengo. Nguvu ya nidhamu katika kuyafikia malengo. Siku zote nimekuwa nikisema ya kwamba katika ulimwengu huu wa anguko, tukiwa katika miili hii ya anguko, hakuna mafanikio tunayoweza kuyapata kwa urahisi. Ni lazima tukubali kulipa gharama, yawe ni mafanikio ya kiroho au kihuduma, yawe ni mafanikio ya kiuchumi, yawe ni mafanikio ya kitaaluma, kwamba mtu anafanya vizuri darasani, ametia bidii, sawa sawa wapendwa, amelipa gharama. Kwa hiyo mafanikio katika nyanja yoyote ile ya maisha hayapatikani kwa wepesi. Sasa miongoni mwa gharama ambazo tunatakiwa kuzilipa ili tupate mafanikio, ikiwa ni pamoja na kuwa na sifa za kanisa lenye kukua, ni nidhamu. Nidhamu, sema nidhamu. Sasa neno hili nidhamu ni neno kubwa sana. Tutajaribu kulichambua ili tuweze kuelewa kwamba nidhamu hasa ni nini. Na niseme hivi ya kwamba kwa sababu ya kukosa nidhamu, watu wengi wamekuwa na ndoto nzuri za maisha kuhusiana na hatima yao, lakini ndoto zile hazitimii, inabakia kuwa ni ndoto tu za mchana, daydreams. Tunaweza tukasema tuna maono mazuri, tutaishia tu kusema tutapanda makanisa yasiyopungua 100 katika miaka 10. Tutazalisha watumishi wa Mungu, tutafanya hivi na vile na vile na vile. Lakini bila kuwa na nidhamu, hayo yote yatabaki tu katika maneno au maandishi. Maana unaweza ndoto zako au maono yako au malengo yako ukayaandika, lakini yatabaki tu kwenye notebook, hayatakuwa halisi kama hautakuwa na nidhamu katika utendaji. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa sisi wana TOC tunataka ifikapo 2033 tuwe 3,000. Na ili tuweze kufikia viwango hivyo, tunatakiwa kuwa na hizo sifa 8. Na ili tuweze kuwa na hizo sifa 8, mojawapo tunatakiwa kuwa watu wenye nidhamu. Mungu atusaidie sana. Sasa nidhamu ni nini? Kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili sanifu, nidhamu ni mpango mzuri wa kutenda jambo au wa kufanya kazi. Ni utaratibu mzuri wa kuendesha jambo. Ni adabu. Hiyo ni tafsiri nimechukua kutoka kwenye kamusi ya Kiswahili sanifu. Kwa mujibu wa The Complete Christian Dictionary, wao sasa nitasoma kwa Kiingereza alafu na kutafsiri kwa Kiswahili. Neno discipline kwa mujibu wa kamusi hiyo linamaanisha, kuna maana mbili zimeandikwa pale. Namba moja ni training that produces obedience, self-control or a particular skill. Training. Kwa hiyo discipline ambalo kwa Kiswahili ndio nidhamu ni training. Sasa neno training ni zaidi ya mafunzo. Mtu anaye train ni kama anaofanya viungo mazoezi ya viungo hawa ili aweze kuwa na uwezo fulani ambao hakuwa nao kabla. Ile ni training ambayo inakufanya uwe na skill fulani ambayo wengine ambao hawajawa trained hawawezi kuwa nayo. Jamani, tuko pamoja? Kwa hiyo nasema training that produces obedience, self-control or a particular skill. Yaani mafunzo
mfanya mtu awe mwenye utii, aweze kuwa na kiasi, self control jamani ndio kiasi. Aweze kuwa na kiasi au awe na ujuzi fulani hivi maalum. Lakini namba 2, discipline ni control gained as a result of this training. Ni ile hali ya kutawala mambo ya control. Maana yake sasa unakuwa una uwezo fulani. Kwa lugha tu rahisi ya Kiswahili tungesema tu ni ule uwezo. Maana hapo juu tumetaja hayo tuliyotaja hayo. Sasa ile training inachokisababisha ndio kinaitwa discipline. Sasa nidhamu kwa maneno mengine ni hali ya mtu kuwa na uwezo wa kujiongoza na kufuata kanuni, taratibu, maadili au maagizo bila kulazimishwa. Narudia tena. Nidhamu ni hali ya mtu kuwa na uwezo wa kujiongoza na kufuata kanuni, taratibu, maadili au maagizo bila kulazimishwa. Unaweza kaona vile ambavyo hatuwezi kuwa na functional structures na zika operate effectively, yani zika operate vizuri kama hatuna nidhamu, kwa tafsiri hii. Kwa sababu hizo functional structures, wale ambao wapo kwenye hiyo structure, wapo kwenye hiyo mifumo ya utendaji, maana yake ili waweze kuoperate vizuri lazima wawe na nidhamu, kwa maana ya kuwa na uwezo wa kujiongoza na kufuata kanuni, taratibu, maadili au maagizo, na unafanya hivyo bila kulazimishwa. Lakini nidhamu ni kujizuia kufanya yasiyofaa na kufanya yaliyo sahihi kwa wakati unaofaa, hata kama si rahisi au hakuna anayekuangalia. Tukisema nidhamu za kiroho kama maombi, mtu ambaye amejiwekea utaratibu, kwa mfano kuna ambao wanaamka usiku labda saa 7, saa 8, anaomba saa 1, masaa mawili alafu anarudi kulala, alafu kukicha anaamka anaendelea na shughuli zake. Huyu maana yake ana nidhamu. Si kwamba mwili unaitikia kirahisi wakati wote, si kwamba unajisikia kuomba wakati wote, lakini kama wewe ni consistent prayer, ni muombaji ambaye ni tabia yako endelevu, sio unaomba mara moja tu unapojisikia, huko kuwa na hiyo tabia kwa namna iliyo endelevu, maana yake unayo nidhamu. Kuna mwingine anaweka hata alarm kwamba saa fulani alarm iniamshe, alafu baadaye anagombana na alarm, anaizima, anaona inamkera, anaendelea kulala. Huyo hana nidhamu. Kama umejiwekea utaratibu kwamba mimi saa 10 za usiku naamka, naomba mpaka saa 11, hiyo ni saa 1 angalau, au saa 12, hayo ni masaa 2, na baada hapo naendelea na shughuli zangu. Usidhani itakuwa rahisi tu kuamka saa 10 za usiku. Ni lazima uwe na nidhamu. Unaulazimisha mwili, utake usitake, unaamka mpaka baadaye unalazimika kuzoea. Lakini hata ukizoea, usidhani kwamba mwili hautamani kurudi kwenye comfort zone. Kwa hiyo unaweza kama umeendelea tabia fulani hivi kwa kuwa umeulazimisha mwili, lakini kuna wakati ukiusikiliza ule mwili unadai tu, yaani madai yake huwa hayaishi. Madai ya mwili huwa hayafanyaje? Hayaishi. Kwa hiyo kuna wakati mwili utakuwa unataka urudi kule kwenye starehe. Lakini ili upate mafanikio ni lazima uwe na nidhamu ya kulazimisha mwili, nidhamu ya kulazimisha akili zako, nidhamu ya kujilazimisha kwa ujumla, ili ufanye mambo sahihi yatakayokupa matokeo unayoyataka.
Ukisikia mtu ana bidii ya kazi, maana yake ana nidhamu. Ukisikia mtu huyu ni mvivu, maana yake hana nidhamu, hawezi kujitawala, hawezi kutawala mwili wake. Anausikiza mwili pale ambapo hautaki, basi yeye anausikiza mwili, na kwa namna hiyo hawezi kupata mafanikio. Nidhamu inahusisha kujitawala, self control. Sasa huku kujitawala nakozungumzia hapa, hii self control ni tunda la Roho. Self control kwa maana ya tunda la Roho ni kudhibiti mwili, kwa maana ya nini? Kudhibiti ile asili ya dhambi, ile old nature. Asili ya dhambi inaitwa kama utu wa kale, old nature, na majina mengine. Kwa hiyo Paulo anapoandikia Wagalatia kwenye ile sura ya 5 kuanzia ile mstari wa ngapi? Mstari kuanzia wa 16, anasema basi nasema enendeni kwa Roho, wala mtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Alafu anataja matendo ya mwili, na baadaye anataja pia matunda ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwa maana ya tunda la Roho. Sema tunda la Roho ni, anataja ile orodha. Miongoni mwa kinachotajwa katika orodha hiyo ni self control, kiasi. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima tuwe na nini? Tuwe na kiasi. Kwa hiyo kwa namna fulani hivi neno nidhamu lina uhusiano mkubwa sana na kiasi, au hiyo kwa Kiswahili na kwa Kiingereza self control. Sasa tukiwa watu wenye nidhamu, tukiwa watu wenye self control, kuna faida 3 nikutajie. Faida ya kwanza ni kujishikamanisha katika mfumo wa kanisa la mahali pamoja kwa urahisi. Wakristo wenye nidhamu, wale ambao wamempa Yesu maisha yao, wamesamehewa dhambi na kuokolewa, ni watoto wa Mungu. Ukiwajumuisha hao ndio kanisa, yani sisi ambao tumempa Yesu maisha yetu, sisi tuliookoka ndio kanisa. Sasa kanisa ni mfumo unaoanzia kwenye kanisa la mahali pamoja, lakini unakuja sasa kwenye ngazi zingine. Kama ni katika mfumo wa dhehebu, kuna kanisa la mahali pamoja kama TG yetu hii. Kanisa la mahali pamoja inafuata section, inakuja jimbo, alafu inakuja taifa. Lakini Assemblies of God ipo ya dunia, na kuna mifumo yake ya kibara. Kwa mfano bara la Afrika, na unakuta na uongozi wao na nini. Kwa hiyo hiyo yote ni mifumo. Sasa nisiende mbali sana huko, tuzungumzie mfumo ule wa kanisa la mahali pamoja. Maana mfumo huu ukikaa vizuri, kitenda kazi vizuri, hiyo mifumo mingine inakuwa ni mepesi zaidi. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo narudia tena, kanisa ni nini? Kanisa ni mfumo, na wewe uliyempa Yesu maisha yako ni sehemu ya huo mfumo. Tunaposoma Waefeso sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 16, tutasoma hapo. Haya maandiko huwa tunajifunza mara kwa mara. Sasa hebu turudie tena. Waefeso sura ya 4, tutasoma ule mstari wa 1 mpaka wa 16. Ikibidi naweza nikaruka baadhi ya maeneo. Anasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu. Wito gani huo? Kisoma maeneo pengine utagundua kwamba ni wito wa kuwa watakatifu. Hawa Waefeso waliitwa kuwa watakatifu. Sasa nikaanza kuchambua sana hapo kama muda mrefu sana. Kwa hiyo anasema mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Na hapo kimsingi ametaja baadhi ya vipengele vya tunda la Roho. Hapo maana yake tunatakiwa tuwe na hali ile, yani ni watu ambao tumestawisha tunda la Roho, inakuwa ni rahisi kuweza kuoperate vizuri katika huo mfumo wa kanisa la mahali pamoja. Ule mstari wa 3 nakuwa nasema, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja na roho moja,
na Roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wenu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa, maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Unaona sasa mfumo aliotengeneza Yesu, ambaye ndio Bwana wa kanisa. Sasa wanaanza kutajwa hawa ambao tunajua kwamba ni huduma tano za kanisa, na hizi ni leadership gifts, ni huduma zinazoliongoza kanisa. Nasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwenye NIV anatumia lugha ya kwamba anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke. Anatumia lugha ya preparing, yani ni kuwaandaa watu wa Mungu kwa kazi ya huduma. Na maana hawa watano hizi huduma tano hizi, kazi yake kubwa ni kuandaa ule mwili wa Kristo kwa kazi ya huduma, kuandaa, to empower. Na hicho ndicho ninachokifanya. Jamani, tuko pamoja? Maana mimi ni mmoja wa hao. Mimi ni mchungaji, mimi ni mwalimu. Jamani, tuko pamoja? Kwa hiyo ule mstari wa 18 anaendelea kusema kwamba nirudie mstari wa 13. Anasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani, sema umoja wa imani, na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa ila ya watu kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo, na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa. Sasa sikiliza kwa makini, huo mstari wa 16 ndio penye kiini kabisa cha hoja yetu. Anasema katika yeye nani? Katika yeye nani? Katika yeye Yesu Kristo. Sema katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo. Unakijua kiungo kimojawapo? Unakijua kiungo kimojawapo cha huo mwili? Kwa maana ya kanisa, unaweza ukakipoint hicho kiungo kimoja tu. Kiko wapi hicho kiungo? Ni kipi? Wengine hawajui, wengine hawaoni. Ni kipi? Wa kwanza ni wewe. Yaani kabla ya kumtaja mtu mwingine, unatakiwa ujitambue kwanza wewe kwamba ni kiungo katika mwili wa Kristo. Jamaa, tuko pamoja? Narudia tena, na hili ni la muhimu sana. Tambua kwamba wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Hebu jisemee mwenyewe kwamba mimi ni kiungo katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo anasema hivi, katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, sio kwa msaada wa baadhi ya viungo. Kanisa la leo tuna tatizo kubwa sana kwamba ni baadhi tu ya viungo ambavyo ndivyo vina operate, vingine ni dormant, kama vipo kama havipo hivi. Lakini hapa anasema kwa msaada wa kila kiungo. Kwa hiyo nyepesi ni kwa msaada wa kila mshirika. Yaani mfumo huu haumpi nafasi mshirika mwingine yeye
kuhudumiwa tu bila yeye kushiriki huduma. Anahudumiwa na yeye lazima ahudumie, anasaidiwa na yeye anatakiwa kusaidia. Ni sehemu ya mfumo. Kwa hiyo tunapozungumza habari za functional structures, mifumo ya kiutendaji, hii mifumo ya kiutendaji inamhusu kila mmoja wetu. Hakuna ambaye anaachwa pembeni, kwamba yeye anabaki kama mtazamaji. Hakuna nini unasemaga expectors, sijui nini wanaitaje nani watazamaji kwa Kiingereza, spectators. Yeah, no spectators. Sio, yani hakuna nafasi ya watazamaji. Mchezo wa mpira huo unacheza watu wangapi? 22, si ndio? 12 timu hii, 11 timu hii, na ni 11 upande mmoja, si ndio? Kwa hiyo uwanjani pale wanakuwa wangapi? Wanakuwa 22. Aliye nje anaweza akawa wa reserve, yani ni mchezaji wa akiba, labda akiumia mchezaji hapa, yeye ndo anachukua nafasi, kwa sababu mfumo ule hauruhusu watu zaidi ya hao 11 kwa timu moja. Alafu kama ni timu ambayo ni maarufu kwa Tanzania ni Simba na Yanga, ikiwa ni Simba na Yanga vinacheza, nataka nikwambie uwanja unajaa, na wengine wanaweza wakakosa nafasi, kwa sababu hawa maelfu wanakuwa ni watazamaji. Kwa hiyo wanaocheza, walio ndani ya mfumo wanaocheza ni 22, lakini watazamaji ni maelfu. Kama sio mamia, basi ni maelfu, ni watazamaji. Na ni wale ambao kwa uwanjani, tunasema idadi hiyo kwamba wamejaa uwanjani, lakini wengine wanafuatilia kupitia mitandao ya kijamii, wengine wanafuatilia kupitia TV, wengine wanafuatilia kupitia redio, na watangazaji wa mpira wanakuwa na umaarufu mkubwa sana. Enzi hizo wengi hawakuwa na TV, unakuta ni redio tu, watu wanafuatilia mpira kwa redio tu. Nakwambia watu wanasikiza kwa makini, wanashangilia. Hawawaoni wachezaji, lakini kuna mtu tu mmoja anasherehesha ule mchezo unavyoendelea kule uwanjani. Unaona? Sasa kanisa ndiko tunakoelekea. Kuna watu ambao wanajipa cheo cha utazamaji. Leo ninakikataa cheo hicho kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa si nimekataa mimi? Na wewe kataa sasa akili yako. Mimi nimejikatalia mwenyewe tu. Wangapi wanakataa cheo cha utazamaji? Asante sana. Kwa sasa sisi wote tunacheza, tuko ndani ya mfumo wa utendaji, ila kila mmoja ana nafasi yake tofauti na mwingine. Nafasi zingine zinafanana, wanazifanya kwa kushirikiana. Ndio vipawa tulivyo navyo, ndio uwezo mbalimbali tulio nao. Vingine ni vipawa tu vya kawaida, mwingine amesoma kwa sababu ya elimu alionayo. Kuna vitu ambavyo elimu itamsaidia kuvifanya vizuri akiwa ndani ya mfumo. Ni mfumo haumtemi ambaye hajasoma. Kuna vitu hata viweza, maana kwa mfano hatuwezi kumpa uhasibu wa kanisa mtu hajaenda shule. Jamani, kweli si kweli? Na tusiweze kusema kwamba tunabagua, hapana. Ndio hicho kipengele cha huduma ambazo zinazingatia vipawa vya watu au uwezo wa watu. Kwa hiyo mfumo unaamini kila mmoja ana uwezo fulani, na kwa sababu hiyo huyu atafanya mengine ambayo mwingine hawezi kuyafanya, lakini mnakuja mwisho wa siku mnakamilisha lengo lile moja. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo Paulo anapoandikia hawa Waefeso ndio anayasema hayo. Narudia tena, maana hapo ndio penye pointi hasa. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, kuukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Kwa ndugu zangu, tukiwa na nidhamu ni rahisi sana kujishikamanisha katika mfumo kanisa. Mungu atusaidie. Ukisoma Amos sura ya 3 ule mstari wa 3 anasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja isipokuwa wamepatana?
Wasipopatana, yani ni lazima wawe na hali ya kupatana. Hapo ndipo wanaweza wakatembea pamoja. Sisi kinachotufanya tuweze kuwa na hali ya kupatana ni nidhamu. Nidhamu ambayo inazingatia maongozi na maelekezo ya neno la Mungu na maongozi ya Roho Mtakatifu ambaye anatuongoza na kututia kwenye kweli yote. Jamani, tuko pamoja? Tunaangalia faida za kuwa na nidhamu. Namba 2, faida ya pili ni kuwa na uaminifu na utiifu kwa viongozi wetu. Uaminifu na utiifu kwa Kiingereza ni loyalty. Loyalty. Mtu ambaye ni mtiifu au ni loyal kwa kiongozi wake, yupo tayari kulipa gharama yote ile, lakini hawezi kumwacha kiongozi. Anakuwa mtiifu kwake, kila maelekezo, kila maagizo. Of course inategemeana ni mazingira gani. Kama ni mazingira ya jeshini, jeshi ambalo ni tiifu, ni loyal kwa kiongozi wao, wanatii amri yoyote wanayopewa bila maswali. Jeshini unaambiwa kwamba ukishaamliwa jambo, tii kwanza, maswali yatafuata baadaye, kwamba hivi ni kwa nini niliambiwa nifanye vile. Yaani hiyo ni baadaye. Wanazoeshwa hivyo ili ya kwamba wawe na utayari wa kutekeleza promptly, yaani kutekeleza kwa haraka agizo linalotokea. Maana maagizo mengine kianza mijadala na ufafanuzi mpaka mtu aelewe, alafu awe na uhuru wa kukubali au kutokukubali, mnaweza mkamalizwa na maadui. Jamani, tuko pamoja eh? Na ndio maana jeshini, miongoni mwa vitu ambavyo vinapewa uzito mkubwa sana ni nidhamu. Nidhamu. Alexander the Great, Iskanda Mkuu, alianza kutawala akiwa na umri mdogo sana, na akateka sehemu kubwa sana ya dunia ya wakati huo. Sasa alipoenda kwenye mji fulani wa taifa fulani hivi ambalo nalo lilikuwa na nguvu na lina majeshi mengi kuliko hata ya Iskanda Mkuu, yule mfalme akawa anagoma kusubmit, yani kusalimu amri. Anagoma kusalimu amri, kwamba atapambana na watu wake. Wameshindwa wengine, lakini yeye hatashindwa. Kwa hiyo Iskanda Mkuu alifanya kitu cha kumwonyesha vile ambavyo jeshi lake haiwezekani likashindwa. Na sababu ya jeshi kutokushindwa, jamani, hii maiki simnibadilishie jamani, mbona nakatakata? Shida ni nini huko studio? Sababu ya nguvu yao ya ushindi ni nidhamu. Walikuwa wako mahali fulani hivi juu sana. Sasa hii tunaita nini? Ni klifu kwa Kiswahili sijui tunahitaje. Ina maana kuna, sasa labda nitumie lugha ambayo tutaielewa, kwamba chukulia huko juu alafu kuna gema. Yaani unakuja alafu ukifika mahali huko ni nini? Ni gema refu sana huko. Kwa hiyo ina maana ukitoka huko ukifika hapa unakuwa na tahadhari usije ukafanyaje ukatumikia kwenye gema huko. Yeye akawaamuru askari wake kadhaa, kushoto geuka, sijui nyuma geuka, mbele tembea. Sasa anawaamuru, wanaelekea kule kwenye gema. Kwa hiyo wametoka hapo, wanaendelea kumarch kijeshi kama ambavyo amewaamuru. Wanafika hapo kwenye gema, kwa sababu hawajapewa amri ya kusimama, wanaendelea na wanatumbukia kwenye gema, wanaenda kufia huko. Kwa hiyo askari kadhaa wakapoteza maisha. Alafu yule mfalme akaona vile ambavyo jeshi hili lina nidhamu, akapiga mahesabu, akaona kabisa kwamba ni vigumu sana kulishinda jeshi lenye nidhamu ya kiwango cha namna hii. Ina maana hao ni wanajeshi ambao hata kama wengine wanakufa wanaendelea tu. Wao wanachojua ni kimoja tu, kutii amri ya mkuu wao. Sasa watu ambao hawana namna nyingine ila ni kutii tu. Hakuna kusalimu amri, hamna kurudi nyuma, hamna kujisalimisha kwamba unaponya maisha yako.
kupambana nao watu wa namna hiyo ni vigumu sana. Kwa hiyo yule mfalme wala hakuthubutu tena kupigana na jeshi la Iskandar, akajisalimisha yeye na watu wake. Sasa ndugu zangu wapendwa, neno la Mungu linatuonyesha vile ambavyo tunatakiwa kuwa na hali ya utiifu. Ukisoma Waebrania sura ile ya 13 ile mstari wa 17, anaonyesha vile ambavyo tunatakiwa kuwa na utiifu kwa wanaotuongoza. Waebrania 13 ule mstari wa 17 anasema hivi: watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Sasa heshima na utiifu na unyenyekevu kwa viongozi sio kwa faida ya huyo unayemnyenyekea, unayemtii. Jamani, mimi niseme tu leo, mimi ni mwoga sana. Yaani ni mwoga wa mimi kuharibika. Kwa sababu wito wangu wa kwanza mimi ni wito wa Ukristo. Na ninajali sana kuutunza Ukristo wangu. Nafasi hizi za uongozi, huduma, utumishi ni nzuri, lakini zina riski zake. Riski mojawapo ni pale utakapojisahau na kuanza kupokea ibada, sifa na nini. Yaani unaanza kuwa na madai ya kwamba wewe ni mtu fulani special ambaye unatakiwa, unalazimisha kunyenyekewa sana, ni kama kuabudiwa fulani hivi. Kuna baadhi ya viongozi wanafaulu kwenye eneo hilo, na wanapofaulu kwa namna hiyo, japokuwa wanakuwa wameenda kwenye extreme, wanapata mafanikio makubwa sana, kwa sababu unakuta watu wake sio wabishi. Wakiambiwa tu neno, amesema mtume, amesema nabii, amesema kiongozi, hawana nafasi ya kulichambua chambua. Huyu ni mtumishi wa Mungu, amesema. Sasa hata kama ndani yake kuna mambo mengine ni mapotofu, lakini nidhamu hiyo, kwa maana ya hali yao ya loyalty kwa kiongozi, inawafikisha mbali. Zipo imani hata hapa Tanzania ambazo zimetikisa sana. Fuatilia, siri kubwa ni nidhamu. Wafuasi wanakuwa na nidhamu kubwa, heshima anayopewa kiongozi ni kubwa sana. Sasa ndugu zangu, hebu tuambizane ukweli. Mimi kwa sababu najilinda nisije nikawa na kiburi, hata kupokea tu Biblia sipendi. Lakini kama watu wangu hawezi kupokea Biblia, sina uwezo wa kuwaongoza. Yaani hata neno langu halitakuwa na nguvu kwao. Yaani kama natoka kule ofisini nafika mpaka madhabahuni, hakuna anayenipokea Biblia, kuna uwezekano mkubwa sana hata mambo mengine hayatakuwa na nguvu, kauli zangu zitakuwa na nguvu. Kwa hiyo yale ambayo yangetufanya tufike mbali, hatutafika mbali, kwa sababu yani watu wana hiari iliyopitiliza. Yanatoka pamoja. Kwa mimi nisingedai hizo heshima, lakini kwa faida ya mwili wa Kristo, ili kwamba tujenge tabia ya nidhamu, ni lazima tuhame kwenye kuwachukulia poa viongozi. Na hilo tatizo tunalo hapa. Inaweza kuonekana kama ni unyenyekevu, mimi nisipodai heshima, nisipodai kutiiwa, kunene, ninaweza nisiwe mkali na kuambiwa ufanye hivi au ufanyi, unafanya vingine na kuacha tu. Lakini kama mfumo utaendelea wa namna hiyo, hatufiki kokote kule. Sababu hata nikikuteua kwa kiongozi, utafanya kwa kujisikia. Usipojisikia haufanyi. Kwa hiyo mambo yatazorota, hayawezi kutimia, kwa sababu hakuna utiisho kwa zile amri na maelekezo unayopewa. Lakini nidhamu ikiwepo kwa tafsiri hii ya utiifu na na unyenyekevu, nasema watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea. Na kuwanyenyekea sio mimi siomba nasema, ni neno la Mungu limesema. Kwa hiyo ina maana mimi na kuongoza unatakiwa kunitii na kuninyenyekea. Jamani, tuko pamoja? Kama unanitii na kuninyenyekea kwa kutimiza agizo la neno la Mungu, neno langu napolitamka kama kiongozi kwa maslahi ya mwili wa Kristo, utalichukulia kwa uzito. Ukiwa na udhuru wa kufanya tofauti, unafanya hivyo kwa uoga na kutetemeka.
unatafuta namna nimwelezeje mchungaji anielewe, si kwamba mimi namuasi au mimi ni mkaidi au mimi simheshimu. Lakini hili kuna mazingira fulani ambayo ni gumu kulitekeleza, utatafuta namna kwa unyenyekevu kuweza kueleza vile ambavyo ni vigumu kutekeleza, ili mchungaji afanyaje? Akuelewe. Halo, jamani, si mnanielewa eh? Na hiyo itakusaidia sana katika maamuzi mengi unayotakiwa kuyafanya. Nimeitisha kikao, samahani, kuna mtu mmoja sitamtaja, lakini kama upo hapa basi natumia kama mfano, usijisikie vibaya, maana tunataka tujifunze. Akaniandikia tu message, mchungaji, siwezi kuja kwenye kikao kwa sababu kuna kikao, tumeitwa kwenye kikao shuleni kwa ajili ya mwanangu. Sasa mimi niko hapa na mwalimu yuko pale. Sasa ni nani mwenye mamlaka zaidi? Yule maana yake kuna namna ambavyo aliona, yani ile ndo hawezi kuskip, yani hawezi kuliacha. Lina uzito mkubwa kuliko kikao ambacho mchungaji mnakiitisha. Mtu wa namna hii asipobadilika kwa kiliba kipya hafai kuwa kiongozi. Utumishi kwa Mungu tunasema ni wa hiari, lakini unatakiwa utafsiri vizuri hiyo hiari, kwa sababu tunatumika kwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Huyo Mungu ndiye aliyekupa watoto unaowasomesha, huyo Mungu ndiye aliyekupa kazi unayoifanya, Mungu ndio amekupa afya, ameweka utaratibu na amewaweka, anasema naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji na walimu kwa kusudi. Kwa hiyo ni utaratibu ambao Mungu mwenyewe ameuweka, na ameagiza hao waliowaweka waheshimiwe, wanyenyekewe. Lengo si kwa faida yao kwamba waonekane ni watu, lengo ili mambo yaende, makusudi ya Mungu yatimie. Kwa hiyo sasa udhuru mwingi ambao tunautoa unatokana na uchaguzi unaofanya kwamba kuna mambo mengine alafu unaona haya ya kanisani haya hayana uzito. Kwa hiyo unafanya unapokuwa na nafasi, sio unaitafuta nafasi ya kufanya. Ukiamua kuwa kiriba kipya, unatakiwa kutafuta nafasi kwa bidii ya kufanya mambo ya Mungu, hata kama wewe ni mfanya biashara, hata kama wewe ni mfanyakazi umeajiriwa mahali pengine. Unatakiwa uheshimu sana mambo ya madhabahu, heshimu sana. Na si wachungaji, ndio maana Biblia haitaki mtu ambaye ni mchanga. Wewe mchungaji anaweza kaua watu. Unajua watu hawajui tu mamlaka alionayo mchungaji. Si salama kukorofishana na mchungaji, hata sipotamka mabaya, lakini akihuzunika. Hili nilisema na narudia kulisema tena, ulishike. Imetoka pamoja? Amen. Yani hauwezi kugombana mchungaji ukawa salama, hiyo haipo. Hauwezi kugombana mchungaji hata kama ni mpole ukawa salama. Wewe fuatilia tu maisha ya Musa na wana wa Israeli. Nini kilikuwa kinawapata wanapomwasi Musa? Walikuwa salama? Akina Kora walikuwa salama? Maana unapomdhalau aliyewekwa na Mungu, maana kuna mdhalau Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ni lazima tuzitengeneze nafasi, hata kama sisi ni wafanyakazi, hata kama sisi ni wafanya biashara, hata kama sisi ni wakulima, hata kama sisi ni wafugaji, hata kama tuna shughuli za kuendesha maisha yetu, lazima tutengeneze nafasi ya kumtumikia Mungu. Sisemi kwamba kama mchungaji nitapunguza unayofanya. Hapana, sina maana hiyo. Ninapokuombea upate kazi ukapata kazi, maana yake ninajua kwamba wewe hauwezi ukanisaidia huduma masaa yote. Ninaelewa hilo, na wala sitakudai uje wakati wa kazi, japokuwa wafanyakazi ambao wana moyo wa utumishi, zipo nyakati huwa wanaweza akaomba hata likizo, au wanapanga wakati wa likizo, na anaweza akaenda hata kwenye misheni au akafanya mambo fulani. Anachukua likizo ili apate fursa ya kuyafanya yale ambayo asingeyafanya alipokuwa kazini. Lakini mpo hapa wafanyakazi, hata tu ikitokea siku hiyo ni holiday, hauendi kazini, inaangukia Jumatano, wala hauji. Unaona ndio fursa kufanya mambo yako mengine binafsi. Priorities zako zina namna gani?
vipaumbele vyako ni namna gani. Kama unamheshimu Mungu na unajua ndiye ambaye amekuokoa, amekupa uhai, anaendelea kukupa huo uhai, ndiye kwa sababu yake ndiye unaweza ukaendelea kufanya kazi, kupata mshahara, maisha yakawa bora. Ukiyaelewa hayo, utatumia vizuri kila fursa itakayoonekana. Ni national holiday, hauendi kazini, lakini kuna jambo la kimungu, utaitumia hiyo inakuwa ni fursa. Amen. Ni fursa, tumia vizuri fursa za namna hiyo. Weekend itumie vizuri. Sasa ninyi wafanya kazi, itisha maombi hata kama ni Jumamosi, hujaenda kazini, lakini itisha maombi, itisha shughuli yote ile. Ikiwa unakuta mtu hana nafasi ya hayo mambo, hana nafasi, lakini siku zote yeye atakuwa tu analalamika kama nimetingwa kazini. Kwa hiyo hata zinapotokea fursa hawezi kuzitumia, kwa sababu hana moyo wa ibada, hana moyo wa utumishi. Mungu atuponye, kwa sababu nataka kuwa viriba vipya. Ni lazima tubadilike, mienendo yetu ibadilike, mitazamo yetu ibadilike, tabia zetu zibadilike, vipaumbele vyetu tuviweke sawa sawa. Kwa hiyo hili swala la kutii wanaotuongoza ni la muhimu sana. Mimi sina mamlaka ya mwisho, hata tu katika mfumo wa kidhehebu. Ninao wakubwa zangu wengi sana kwenye section. Mimi na kama mwangalizi wangu ni mkubwa wangu, lazima niende naye kwa uangalifu na tina nyenyekea. Hapo hautatumia akili yako kwanza kujilinganisha kwamba mimi na yeye nani zaidi. Issue ni kwamba imempendeza Mungu yeye ndiye ana nafasi na wewe uwe chini yake. Tuna maaskofu wa jimbo, alafu askofu mkuu na kamati yake na viongozi wengine wakuu. Kwa hiyo ninapokufundisha haya, sikufundishi kitu ambacho hakinihusu, yananihusu mimi pia. Maana unaweza kuwa pia mchungaji ambaye ni mtaabishaji wa viongozi wako, wanapata shida. Na mwingine ikifika mahali akiwa na nguvu, amelijenga kanisa lake, ana watu, yeye anakuwa ni mtu mwenye kudai sana wengine watii, wanyenyekee kwake. Na akifaulu hivyo, amewakamata vizuri, anakuwa mtabishaji wa viongozi, kwamba hata ukitaka kumngoa hapo, kumngoa ni vigumu sana. Na anaweza akawafundisha washirika wake uasi, muondoe alafu leta mtu mwingine pale, na kwambia moto utawaka. Viongozi wanalazimika kuwa wapole ili kazi ya Mungu isiharibike. Mimi hayo siyataki. Mimi hayo siyataki kabisa, kwa sababu jamani, nataka mimi kwenda mbinguni. Yes, alisema Paulo kwamba nikawahubiri wengine, ni mwenyewe nikawa ukataliwa. Kwa hiyo kama kuna watumishi wenzangu ambao wameahirisha kwenda safari kwenda mbinguni, wayafanye tu mambo ya kijinga. Lakini mimi namuogopa sana Mungu. Lakini nakufundisha wewe mwanangu, neno la Mungu linasema watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea. Kama haukuwa na tabia hiyo, sasa ijenge hiyo tabia ili kwa pamoja tuifanye kazi ya Mungu. Mfumo uimarike, tukikubaliana mama. Tena sasa tuna mfumo sana wa kidogo. Yes, vipo vitu vichache ambavyo naweza nikatoa maelezo moja kwa moja, lakini tunakaa vikao, vitu hivi tunashauriana. Mimi mchungaji na kuleta wazo, tunakaa kwenye vikao vya baraza wazee, vikao vya viongozi wengine, tunashauriana, tunafika maamuzi ya pamoja. Lakini hata yale ambayo mmefikia maamuzi ya pamoja, bado watu wanasumbua kwenye utekelezaji. Hapana. Amina. Hapana. Amen. Tusiendelee kuwa hivyo. Tuwe na heshima, tuwe na utiifu, tuwe loyal. Mungu atusaidie sana. Niulie kusema hiki kitu, mchungaji amepewa mamlaka ya kubariki, lakini uelewe, kama ana uwezo wa kutamka baraka na ukabarikiwa, ujue pia kinyume chake ni sawa. Ndio maana nimesema kwamba unatakiwa kuwa mwangalifu sana namna unavyohusiana naye, ili umsaidie asitumie vibaya mamlaka yake. Maana ni mwanadamu, anaweza kukasirika, anaweza kuvunjika moyo, anaweza kaumia na nini, alafu akatumia vibaya mamlaka yake na ukaumia. Mimi ni shahidi watu walioumia kwa sababu hizo. Huko niliwahi kuwa mshirika huko Iringa kabla sijaondoka kwenda Mgololo. Kuna ndugu mmoja hivi, alikuwa mtu mzuri sana. Alikuwa ni mzee wa kanisa na ndio yuko tawini. Na tawi lilikuwa linaenda vizuri, watu wanaongezeka. Baadaye akajisikia wito mchungaji akafanya utaratibu, akampeleka chuo enezi. Hizo walikuwa wanasema chuo enezi.
Sasa alipokuwa anafundishwa na walimu vitu vingi, alikuwa anafanya reference ya mchungaji wake, ananyosha mkono, mbona mchungaji wetu yeye hivi na hivi na. Sasa bwana, wewe umeletwa wewe na mchungaji wako ujifunze mambo yatakayokusaidia kwa ajili ya huduma yako. Achana na mchungaji wako. Kwamba kuna mahali anakosea, kuna mahali ni mdhaifu, kuna mahali ni ana kasoro. Ndio baba yako na ndio sababu ya wewe kuja hapa chuoni. Anasaidiwa, hasaidiki. Sasa maarifa kidogo aliyopata pale, anaanza tayari anajiona yeye tayari ni mjanja, anajua. Alianza kushindana na mchungaji wake akaamuru asimame. Hakumaliza masomo, akamsimamisha masomo. Kwa sababu ukienda chuoni kwa yani huwezi kuenda chuoni wewe mshirika wangu ukapokelewa chuoni bila recommendation yangu ndio uone mamlaka. Kwa hiyo ina maana ninawajibika kulea washirika, ninawajibika pia kulea mwenye wito na kumfungulia milango. Mimi ndiye ninayemkaribisha na kumpa fursa na nakuwa trainer wa kwanza, na mtrain katika utumishi. Na nikimrecommend kwamba apokelewe chuoni ndipo atapokelewa. Bila recommendation yangu hapokelewe chuoni. Hiyo ndio nidhamu ya TAG. Na watu kwa pamoja, kwa sababu kanisa letu tunaheshimu sana utaratibu. Kwa yule alipelekwa na mchungaji na ndiye aliyemrecommend. Alipokoshana na mchungaji wake akasema kwamba huyu sitaki endelee tena na masomo. Kwa hiyo akasitishwa. Lakini bado hajifunzi, hajanyenyekea. Na madai ya yule ndugu sidhani alikuwa yote ni ya uongo. Kwa sababu mimi pia huyo anayemsema alikuwa na mimi ni mchungaji wangu. Na nikawa naye karibu sana. Kuna mapungufu nilikuwa nayaona kabisa. Lakini jamani, yule ni baba. Mimi na nafasi yangu tu, mimi ni mshirika pale, amenipa fursa na aliniheshimu na akanipa fursa sana ya kutumika. Na ndiye aliyenipeleka Mgororo, yani ndiye ambaye sababu ya mimi sasa kuitika wito na akanifungulia milango, akafanya na utaratibu na alitangulia yeye kwenda kuweka masawa mambo. Kwa hiyo alinipenda sana kwa sababu nilikuwa mnyenyekevu na mtiifu. Madhaifu alionayo mimi sina mamlaka kuyarekebisha. Anao waangalizi na maaskofu wamsaidie. Lakini mimi kwangu ni baba. Hata katika mazingira ya kimwili huwezi ukashughulika na baba yako ukamrekebisha baba yako au mama yako. Wewe mtoto unaweza kumrekebisha baba yako au mama yako? Simekosa adabu hata kama anakosea, hiyo sio kazi yako. Vingine utapata laana tu. Kwani Nuhu alivyokunywa pombe mpaka akawa uchi, ilikuwa ni tabia nzuri ile? Alikosea hakukosea? Lakini mwanae alipomdhalilisha, alipotamka laana, zilimpata zikumpata? Kwa hiyo be very careful. Sasa ni kanuni hizo ambazo zinaenda pamoja. Kuna nafasi ya mzazi, kuna nafasi ya mtumishi wa Mungu anayekulea kiroho. You need to be very careful. Hata anapokosea unatakiwa kuwa mwangalifu sana. Kanisa letu limeweka mfumo mzuri ambao kuna systems za kusaidiana. Yaani ipo mifumo ya kusaidia. Kila moja kuna mazingira fulani na kuna ambao wana mamlaka ya kumsaidia, kumkemea, kumuonya, hata kumwadhibu. Kwa mimi siko juu ya sheria ya mamlaka. Ninaweza nikakemewa, ninaweza nikaonywa, ninaweza hata nikaadhibiwa mimi. Sasa tuko pamoja. Kwa hiyo mchungaji huyu ambaye huyu ndugu alikuwa anavutana naye, madai yake si kwamba yote alikuwa ni ya uongo, ni kasoro ambazo ni kweli alikuwa nazo mtumishi wa Mungu. Lakini mwisho wa yule ndugu ulikuwa ni mbaya. Kwa sababu mchungaji naye alikuwa na mwelekeo wa kuharibika. Anakoelekea sio kuzuri. Sasa akatumia vibaya mamlaka yake. Kwa sababu sasa huyu bwana hanyenyekei, hata anaposaidiwa hataki kunyenyekea. Kalishwa vikao hataki kunyenyekea, anashindana tu na mchungaji. Na mmoja alipata ukichaa. Akateseka ni ukichaa kabisa. Alafu akashauriwa sijui, akaenda kanyenyeka, mchungaji, nasikia alienda alfajiri sana. Nimetubu, nisamehe tu mchungaji. Akapona ukichaa. Lakini alipopona tu bado ile roho inamfuatilia ya uasi na ukaidi na kiburi. Halo. Sasa
Nisianze kutaja makabila hapa, msie mkajisikia vibaya. Nisitaje makabila, lakini tuna madhaifu mbalimbali kabila na kabila. Kuna tabia fulani kutoka kabila fulani. Sasa wewe alikuwa kwenye kabila ambalo ndio wale wanaosemaga swela, hawakubali kushindwa kirahisi, na hasira kama zote. Yule bwana roho ile ilimuwinda, baadaye alijinyonga kama Mkwawa alivyojinyonga. Walikufa kifo cha yani, mtu amefikia kuwa mzee wa kanisa, amejazwa na Roho Mtakatifu na ndiye ambaye anahudumia tawi, amesikia wito, ameenda chuoni, lakini huu mvutano huu, haya mapambano haya, mwisho wake alijitundika. Tunatakiwa kuwa uangalifu sana. Eli ambaye alikuwa mwelekeo wake sio mzuri sana, lakini kwa sababu alikuwa bado kwenye nafasi ile, ndiye aliyemlea Samueli. Mbaraka wa watumishi aliopata Samueli ulitokana na kuhani Eli. Alimlea na akamfundisha hata namna kuisikia sauti ya Mungu na kuitikia. So you need to be very careful. Hata kama unaona kiongozi wako ana kasoro zile na mapungufu yale, unaona kama wewe wa kiroho kuliko yeye na nini, lakini maadamu yuko kwenye ile nafasi, heshimu sana yale mafuta. Mafuta haya yanaweza kuwa ni baraka kwako, au mafuta haya yanaweza kawa ni laana kwako akiyatumia vibaya. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Hilo ni jambo la pili, nimekaa sana hapo kwa sababu ni kweli la Mungu. La kwanza nisema nini? Hizo faida za kuwa na nidhamu. Namba moja ni kujishikamanisha katika mfumo wa kanisa la mahali pamoja kwa urahisi. Namba mbili ndio hilo tunasema kwa ni kuwa na uaminifu na utiifu, yani kuwa loyal kwa viongozi wetu, na tumesoma hiyo Waebrania 13 ule mstari wa 17, na nimetolea hata ule mfano wa yule jeshi la Iskanda walivyokuwa na nidhamu, wanatii kila neno wanaloamriwa na wakubwa wao, na ikawa ni sababu kubwa ya wao kupata ushindi kila walikokuwa wakienda kupigana na mataifa mengine. Namba tatu na mwisho kwa leo ni kupata mafanikio uliyoyalenga. Inaweza kawa ni kibinafsi, kifamilia, au hata kihuduma au kitaasisi. Wajenzi wa mnara wa Babeli tunaowasoma kwenye kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa kwanza mpaka ule wa 9. Hawa wajenzi wa mnara wa Babeli hawa, kilichowapelekea wapate mafanikio makubwa mpaka Mungu ikabidi aingilie kati kuwavuruga, walikuwa na nidhamu. Hakuwezi kukawa na umoja bila kuwa na nidhamu. Bwana Yesu atusaidie. Tukiwa na nidhamu tutapata sana mafanikio. Ninakutia moyo, ukiwa na nidhamu hata kwenye biashara utafanikiwa. Ukiwa na nidhamu mahali pa kazi unajiliwa, utafanikiwa. Ukiwa na nidhamu shuleni utafanya vizuri. Kwa nidhamu inahitajika karibu kila eneo. Shuleni nidhamu inahitajika, kazini nidhamu inahitajika. Na unajua tunapoanza shule tunafundishwa kuwa watu wa nidhamu. Huyu mwanafunzi na amefanikiwa kumaliza masomo yake kwa sababu ni mtu mwenye nidhamu, ndiye anayekwenda kuwa mfanyakazi mzuri kwa sababu alishazoea kuwa na nidhamu. Anajali muda wa kazi, anajali muda wa kutoka kazini, anazingatia maelekezo anayopewa, anatekeleza kwa bidii, amejengewa hiyo tabia ya nidhamu. Mwanafunzi anafundishwa, anapewa homework, anatekeleza, kwa hiyo yeye hajui kumbe ndo anaandaliwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Sasa nidhamu hiyo hiyo ikiletwa kanisani lazima tufaulu. Nirudie kukutia moyo wewe ambaye ni mfanyakazi. Unaweza kuwa na nidhamu sana kazini kwako, lakini inawezekana ni nidhamu ya uoga, unaogopa usipoteze kazi. Lakini kama uoga ukizidi kwa hasara za kimwili, alafu ukawa hauna uoga kwa mamlaka ya mwenye mamlaka zaidi, mwisho wako hauwezi ukawa mzuri. Kwa hiyo hebu balance. Mimi
naelewa hilo kwamba kazini kwako unatakiwa kuwa mtiifu, unatakiwa kuwa mwaminifu, unatakiwa kuwa na nidhamu. Lakini hata ambaye amejiajiri mwenyewe ni mfanya biashara lazima awe na nidhamu. Hashurutishi na mtu, lakini biashara yake kama wateja ni kuanzia saa 12, wakuta mtu amefungua hiyo saa 12. Ametoka saa ngapi nyumbani kwake? Lakini ili afanikiwe kibiashara na aina ya biashara yake, anajua wateja wanaanza huo muda. Kwa hiyo anataka wakamate wateja watangu huo muda. Saa 12 ameshafungua. Kuna maduka yanafunguliwa usiku kucha. Hata usiku tu huduma zinapatikana. Lakini kuna huduma ambazo hazifungwi mapema, saa 3, saa 4 bado tu wanauza. Sasa wanaofanikiwa kwenye biashara ni wale wenye nidhamu. Wewe hata kama umeokoka, umejazwa Roho Mtakatifu, hauna nidhamu, nakwambia hautafanikiwa. Hata nikuwekee mkono kila siku mpaka wote na upala kwamba barikiwa, 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 hautafanikiwa usipokuwa na nidhamu. Kwa mimi nakuombea baraka za Bwana ziwe juu yako, lakini ili ufanikiwe lazima utie bidii, uwe na nidhamu. Amen. Muda wako wa kuamka, muda wako wa kwenda ofisini, muda wako wa kufanya shughuli gani, au kama ni mwajiriwa, utiifu wako kwa mabosi wako, uchapakazi na mambo kama hayo, kujiepusha na maneno, kuwa na lugha nzuri. Yaani yote hayo ukiyakusanya, yote yanaingia kwenye hilo kapu la nidhamu. Ukiwa na nidhamu anatiwa, sisi tutafanikiwa kila mahali. Daktari ambaye hana nidhamu hawezi kufanya kazi yake vizuri. Just imagine mtu amefika mahali anafanya operation. Maana yake wanapomfanyia mtu operation yuko 50-50. Yuko kwenye riski kubwa sana kupoteza maisha, zile operation kubwa. Lakini madaktari wenye nidhamu wanasababisha possibility ya huyu kupona iwe kubwa kuliko possibility ya kupoteza maisha. Kuna ndugu mmoja alikuwa anahudumia daktari mzuri sana. Alafu operation imefanyika, alikuwa na tatizo kubwa sana huko tumboni, si wapi huko ndani huko kwenye internal organs. Akafanywa operation vizuri, akapona vizuri, lakini ilikuwa kuna mpira ambao baadaye inatakiwa uchomolewe, ambao kunatumika kwa ajili ya kuondoa si uchafu sio na hivyo. Lakini kwenye kutoa ule mpira, mtoaji wa mpira hakuwa na nidhamu, hakuwa careful. Akautoa vibaya, damu zikaanza kuvuja huko ndani, zikajaa huko ndani, kutaka kumsaidia, too late, akapoteza maisha. Daktari yule alilia machozi, aliyehusika na shughuli nzima ya operation na nini alilia, maana alikuwa anajisikia vizuri kwamba ameifanya kazi yake vizuri, ameokoa uhai wa mtu. Lakini uzembe wa mwingine umepelekea huyu mtu afe. Mchungaji anaweza akawa anatekeleza wajibu wake vizuri, lakini wewe unayemsaidia, maana operation hata ifanyike hapa. Tunaye daktari jamani, Dr. Amando hapo, hebu punga mkono hivi daktari. Huyu ni daktari na bado hajaridhika na elimu, anasoma tena ili maana na yeye na viwango na viwango na viwango na viwango. Sasa ukisikia mtu anafanyia operation, unakuta ni jopo la watendakazi wengi ambao kila moja ana nafasi yake. Mwingine amesomea tu nusu kaputi, mwingine sijui hivi, mwingine vile. Unajua nusu kaputi Kwa hiyo kila moja amespecialize kwenye eneo fulani hivi ambalo hii ni team. Sasa operation inafanywa wewe ukiangalia tu hata hizi movie na picha unakuta, sidhani kama uko kuona operation yupo daktari mmoja. Umekuona? Ni jopo la madaktari, na pale kila mmoja ana nafasi yake na anatakiwa uangalifu. Anakuwepo ambaye of course ndio kiongozi wao, nadhani hivyo, ambaye anakuwa ndio kama ana overall charge, ambaye ndio wanasikilizwa, wanafanya mpaka na vikao, wanakubaliana wafanyeje hivi na vile na vile. Kwa ile plani yote inaandaliwa mapema. Anapofanyia operation, plani imekwisha kukamilika. Kila mmoja anayehusika pale anajua cha kufanya ni nini. Sasa mimi nikiwa mwangalifu kama mchungaji natengeneza wajibu wangu vizuri. Wewe nimekupa ushemasi ukazembea. Ndio kama hivyo kwamba nimemfanyia mtu operation vizuri,
Lakini wewe kama shemasi nimekupa kazi ya kuondoa tu mpira, umefanya kizembe, anapoteza maisha. Kwa hiyo kazi ya mimi inafia mikononi mwako. Halo? Mimi nawafahamu washirika ambao huwa mtu anaweza akaokoka, lakini mshirika fulani akasababisha yule mtu akarudi nyuma, kwa sababu anamlisha maneno ambayo sio ya kumjenga. Au anakuja mgeni, badala ya kuongea naye vizuri, aone amefika mahali ambapo ni salama, atasaidika, anaanza kuleta hoja, sijui vikasorofu vinini, na kumshia sio kitu gani. Ni kama vile anaonyesha kwamba bwana, si hapa tupo ni kama tunavumilia tu. Yaani kwa kweli, kwa sababu tumezoea, sasa tufanyeje? Na mchungaji wetu tumemzoea hivyo hivyo. Ni kama anamwambia kwamba bwana, kwa usalama wako katafuta mahali pengine, hapa tuachie tu, sisi tumezoea. Yaani hivi tumezoea. Ushindwe kwa jina la Yesu aliye hai. Ushindwe kwa jina la Yesu aliye hai. Halo? Wangapi wananielewa? Haya, sasa hebu tusimame tumuombe Mungu atusaidie. Ili tuweze kuwa watu wenye nidhamu, mambo makubwa mawili yanahitajika. Jambo la kwanza ni maamuzi. Kwa utashi wako, will power, unaamua kwamba mimi naamua kubadilika, kuwa mtu wa nidhamu, kuwa mtu smart. Ulikuwa na ubishi, unaamua kwamba kuanzia leo mimi sitaki ubishi, maana unaletea hasara mimi na unasababisha hasara kwenye mwili wa Kristo kwa ujumla wake. Ulikuwa mzembe katika kutekeleza majukumu yako, kuanzia leo nasema mimi sitakuwa mzembe tena. Nitakuwa mchapakazi mzuri ili nisisababishe mambo kufeli, yaani mambo yasifie mikononi mwako. Ndio kwa ambako tumeita ni kuwa kiriba kipya. Sasa hiyo ni nguvu ya utashi. Lakini namba mbili, neema ya Mungu. Unapoweka nia katika jambo ambalo ni mapenzi ya Mungu, Mungu anaachilia neema yake, yaani uwezesho wake, ili kwamba kama lingeshindikana kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu, ile neema ya Mungu inadhibiti udhaifu wa kibinadamu ili iwezekane, hata kama jambo hilo ni gumu. Inawezekana una tabia fulani ambazo wewe mwenyewe unajishtukia kwamba sio nzuri, lakini niziachaje tabia hizi? Yaani mimi ndio nipo hivyo tangu utoto. Nataka nikwambie hivi, katika Kristo Yesu inawezekana. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu inawezekana. Kwa nguvu ya neno la Mungu inawezekana. Kwa ni nguvu ya neno la Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini vinaungana na will power, uamuzi wako, kunia kwako kwamba mimi enough is enough. Sitaki tena kuwa hivi. Sitaki tena kuwa hivi. Kuna mtu kimchanganya tu na watu awe nao, lazima asababishe vurugu kwa sababu ya maneno na tabia zake fulani. Lakini unasema kuanzia leo mimi sitakuwa hivyo. Nahitaji msaada wa Mungu na nipo tayari kusaidiwa. Maana nia hiyo inaanzisha safari kuelekea kwenye ubora. Unaweza usiwe bora kwa siku moja, lakini ukiwa na nia na msaada wa Mungu kaachiwa, utaanza kuwa mtu bora siku hadi siku, siku hadi siku, kuelekea kwenye ukamilifu. Kwa mimi sikutarajii wewe kuwa perfect, ila nakutarajia uwe katika safari kuelekea kwenye mwelekeo anaotaka Mungu. Tunaposhindwa hapa katikati tunasaidiana. Ndio maana kuna kuonyana, ndio maana kuna kukemeana, kuna kuelekezana na kuna kuombeana. Umekosea, samahani nimekosea. Kweli hapa naona tu ni ubinadamu hivi na vile. Nahitaji tu neema ya Mungu. Mungu anirehemu. Mtu wa namna hiyo anapiga hatua kuelekea kwenye ubora. Hata kama njiani huko kuna kushindwa hapa na pale, lakini kule kushindwa hakutakuwa na madhara makubwa kwa mtu ambaye anasafiri kuelekea kwenye ubora. Bwana Yesu atusaidie sana. Praise team, tafadhali nataka tuimbe tu wimbo wa kuabudu, tumwambie Mungu aweze kututengeneza, aweze kutufanya kama anavyotaka yeye mwenyewe.